السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. और बदी का बदला की जाने वाली Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba na malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao, lakini anayesamehe na kusuluhisha basi ujira wake ni juu ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka yeye hawapendi wadhalimu. Katika mafundisho ya dini tukufu ya Islam, mtu anayefanya kitendo kibaya, mtu anayewapatia hasara watu wengine, ambaye analeta ubaya kubwa au anafanya kitendo kibaya kikubwa, hawa wote wanatakiwa watendewe ili waweze kurekebisha hali yao. Katika Islam kuna kanuni ya kuadhibu watu, lakini pamoja na hii kuna kanuni ya kusamehe pia. Katika aya hii niliyosoma mbele yenu, Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba anayefanya ubaya apate adhabu, lakini katika adhabu yake pia inatakiwa lengo liwe hili kwamba aliyefanya ubaya na aliyefanya kitendo kibaya aweze kurekebisha hali yake kwa sababu ya adhabu anayopata. Basi ikiwa lengo ni kurekebisha hali, kabla ya kuadhibu mufikirie kwamba je, kwa sababu ya adhabu hii lengo hili la kurekebisha hali yake linatimia. Lakini ikiwa kwa kuona hali ya mkosefu hali inapatikana ya aina hii kwamba akisamehewa basi atarekebisha, basi anatakiwa asamehewe. Lakini ikiwa kwa kumwadhibu atarekebika, basi aadhibiwe. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yule ambaye anasamehe atapata ujira mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu anasema innahu la yuhibbu dhalimin. kwa kusema maneno haya Mwenyezi Mungu
ameweka wazi kwamba ikiwa katika adhabu mkipita mipaka basi mtahisabiwa pamoja na wadhalimu. Kwa vyovyote kanuni hii ya msingi ni kanuni ya adhabu na ya suluhu iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, ambayo inahusika na maisha yetu ya kibinafsi na vile vile mambo ya kiserikali pia, bali katika mambo ya kimataifa kwa ajili ya kurekebisha jamii. Huu ni msingi wa kurekebisha hali. mkosefu akiadhibiwa, ikiwa anaadhibiwa, lengo lake ni kwamba arekebishe hali yake na aboreshe hulka zake, basi Islam inasema muzingatie kitu hiki, na kwa kuzingatia jambo hili umsisitize adhabu tu, bali musisitize hali irekebike. Ikiwa mnaona kwa sababu ya kusamehe hali itarekebika na atarekebisha hali yake, basi musamehe. Lakini ikiwa sawa na hali inaonekana kwamba kwa sababu ya kumadhibu atarekebisha hali yake, basi muadhibu. Lakini katika adhabu mnalazimika kuzingatia jambo hili kwamba adhabu iwe sawa na hali ya kosa lake. Pengine mkimadhibu zaidi kuliko makosa yake, basi hii si sahihi, bali ni dhulma, na Mwenyezi Mungu hapendi dhulma. Basi katika dini tukufu ya Islam, sawa na dini zilizotangulia, hakuna kanuni ya kupita kiasi, na mifano yake inapatikana katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona na alipohisi kwamba mkosefu amerekebisha hali yake, alisamehe mdui wake wa hali ya juu yake na juu ya watoto wake, juu ya maswahaba zake. Ni dhulma gani ambayo haikutendewa? Wao walitendewa dhuluma ya kila aina, lakini mdui alipoomba radhi na msamaha na aliahidi kwamba ataishi sawa na mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe mdui wake na alisahau dhulma yote aliyotendewa. Inapatikana katika hadithi kwamba Hadrat Zainab binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati alipohama kutoka Maka, mtu mmoja alimshambulia na alimpiga mkuki. Wakati ule binti yake alikuwa mjamzito. Kwa sababu ya shambulio hili alijeruhiwa, na vile vile mtoto wake pia aliharibika, na hatimaye kwa sababu ya majeraha haya alifariki. Kwa sababu ya ukosefu huu, kwa sababu ya kosa lake hili, yule mtu uamuzi ilitolewa kwamba yule mtu auawe. Wakati ushindi wa Maka ilipatikana, huyo mtu alikimbia. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina tena, Hebar huyu mtu alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko katika Madina, na alisema kwamba kwa sababu ya hofu yako mimi nilikimbia, nilifanya makosa mengi sana katika maisha yangu, na umeshatoa amri ya kuniua kwa sababu ya kosa langu lililofanya. Lakini nimesikia kuhusu msamaha wako. Kwa sababu ya kusikia msamaha wako nimekujia, na nimepata ujasiri wa kuja kwako, ingawa uamuzi umetolewa kwamba ni uwawe, lakini msamaha wako ni kubwa kiasi hiki kwamba kwa sababu ya kwa kuona msamaha wako nimepata ujasiri wa kuja kwako. Akasema, ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, sisi tulikuwa katika ujahili na katika ushirikina. Mwenyezi Mungu aliongoza kaumu yetu kwa kupitia wewe, na Mungu alisalimisha kaumu yetu katika
mangamio. Mimi nakubali nakiri makosa yangu yote, tafadhali nisamee na usamee ujahili wangu. kwa hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimsamehe huyu mwaji wa binti wake, na akasema, ewe habar, ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yako kwamba Mungu amekupatia nafasi ya kusilimu na alikupatia nafasi ya kutubu kweli kweli. vile vile katika riwaya nyingine inapatikana kwamba shairi moja Ka'b bin Zahir ambaye alikuwa akisema shairi chafu sana dhidi ya wanawake Waislamu, alikuwa akisema shairi dhidi ya wanawake wa Kiislamu, na uamuzi ulitolewa kwamba yeye pia aadhibiwe. Ushindi wa Maka ulipopatikana, ndugu yake huyu bana alimwandikia kwamba ushindi wa Maka umeshapatikana, ni vizuri kwamba umuombe msamaha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kwa hiyo huyu bana akaja Madina na akakaa kwa rafiki yake mmoja, na akaswali swala ya alfajiri pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kisha kabla hajajitambulisha akasema, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ka'b bin Zahir amekujia kwa kutubu na anaomba msamaha kutoka kwako. Ikiwa una niruhusu, basi huyu mtu aletwe kwako, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hamtambui kwa sura yake, alikuwa hamjui, au inawezekana labda alifunika uso wake. kwa vyovyote hakuna mtu yeyote aliyemtambua na aliyemjua kwamba ni yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia swali lake ile akasema sawa aje, na kwa kusikia hii akasema kwamba mimi ni Ka'b bin Zahir. kwa kusikia hii ansari moja akainuka na akataka kumuua kwa sababu ya makosa yake. uamuzi ulitolewa kwamba auawe, lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba mwache huyu bana kwa sababu ameomba radhi na ameomba msamaha. kisha huyu bana alisoma shairi moja mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akampatia shuka lake nzuri kama ni zawadi. basi huyu mdui ambaye uamuzi wa kumwadhibu ulitolewa alipata msamaha kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tena si hii tu kwamba alisamehewa, bali alipata zawadi pia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. vile vile kuna matukio chungu mzima yanayopatikana katika maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam aliposamehe maadui zake wa hali ya juu, wakati wao waliporekebisha hali yao, vile vile ilisamehe jamaa zake na vile vile ilisamehe maadui wa Islam. lakini mahali ambapo ilitakiwa mtu aadhibiwe kwa ajili ya kurekebisha hali yake, yule mtu aliadhibiwa pia. kwa hiyo lengo hasa katika amri hii iliyotolewa ndani ya Qur'ani tukufu, lengo hasa ni kwamba mnalazimika kusuluhisha badala ya kuadhibu watu. Sayyidina alayhi salatu wassalam amefanya tafsiri ya aya hii ambayo ni aya sura Ashura aya 41. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza tafsiri yake katika vitabu vyake takriban 13, labda zaidi ya idadi hii. Sayyidina alayhi salam ameandika tafsiri ya aya hii. na takriban sehemu 21-22 ameandika tafsiri ya aya hii, na vile vile katika hafla zake pia alieleza tafsiri yake katika kitabu kitwacho mafundisho hikma ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza falsafa ya msamaha na adhabu ameandika kwamba
kwamba malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao, lakini yule ambaye anasamehe dhambi wakati anaona kwamba kwa sababu ya kusamehe suluhisho itapatikana, yani asamehe kwa mahali ambapo anaona mambo yatarekebika, akifanya hivi basi atapata ujira wake. yani yule ambaye anasamehe atapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amesema aya hii inaonyesha waziwazi kwamba mafundisho ya Qur'ani tukufu si haya kwamba tusisimame dhidi ya shari. Baadhi wakati tunalazimika kusimama dhidi ya shari, na wala Qur'an haisemi kwamba watu wenye shari wasiadhibiwe, bali mafundisho yalitolewa ni haya kwamba je, ile ni nafasi ya kusamehe au ni nafasi ya kumadhibu mtu? Basi kwa ajili ya mkosefu na kwa ajili ya watu wa kawaida, kitu ambacho ni kizuri na ni sawa na wakati na hali, inatakiwa kile kitu kifuatwe. Amesema baadhi wakati mtu mkosefu kwa sababu yuko samehe, kwa sababu ya msamaha anarekebisha hali yake, au kuna mtu mwingine ambaye badala anaposamehewa anazidi katika maovu. Sayyidina Mtume amesema kwa sawa na vipofu, msiendelee kusamehe dhambi tu, msifanye hii kwamba kazi yenu ni hii moja tu kwamba muendelee kusamehe dhambi. Ninyi mnalazimika kuzingatia suluhisho. Amesema mufanye utafiti kwamba je, mwema ni katika kusamehe au katika kuadhibu, na kitu ambacho kinakuwa sawa na wakati na sawa na hali ya wakati ule mutoe wa uamuzi sawa na hali ile. Amesema kwa kuona hali ya watu ni dhahiri kwamba wengine wanakuwa na bughudha ya kiasi hiki kwamba wanakumbuka kosa la mababu na mababu, na wapo wengine ambao wanafanya msamaha wa hali ya juu kupita kiasi, na baadhi wakati wao wanakosa haya katika hali hii, na baadhi wakati wanafanya msamaha wa aina hii kwamba inakuwa kinyume na maumbile ya binadamu. Na kwa kuona hali hii watu wanashangaa. Kwa ajili ya hali hizi zote Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba hulka inatakiwa itumiwe sawa na hali na wakati. Huzuri anasema basi jambo hili la msingi ni kuhusu adhabu iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, kwamba mtu azingatie namna gani anaweza kurekebisha hali. Baadhi wakati kwa sababu ya kusamehe mtu anafanya mema na suluhisho inapatikana, lakini baadhi wakati kwa sababu ya kusamehe mtu anafanya dhambi na anafanya kosa, kwa sababu yule aliyesamehewa anakuwa mjasiri katika makosa yake, na baadhi wakati kumadhibu mtu inakuwa mema. Kwa sababu ya kumwadhibu kwa hakika tunamtendea mema yule mtu, kwa sababu akiadhibiwa huenda atajizuia katika maovu, au huenda hata haribu maisha yake ya baadaye na hata endelea kufanya maovu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwasamehe maadui wake. Nimetoa mifano miwili, inaonekana kwamba wawili waliposamehewa walileta mabadiliko ndani yao. Walikuwa wakifanya makosa, lakini wao waliporekebisha hali yao wakaanza kufanya mema na wakaanza kutoa huduma ya Islam. Basi Islam ni dini ambayo katika kila zama inaeleza umuhimu wa amri zake. Kitu ambacho ni kizuri kwa ajili ya mkosefu mufanye. Siku hizi wale watu ambao wanasema wanazingatia haki za binadamu, wao wameenda upande mmoja tu. Hata kama mtu amefanya kosa kiasi gani,
kwa jina la haki za binadamu hawa watu wanawasamehe wenye makosa kiasi hiki kwamba hawa wenye makosa wao hata hawajali wanafanya dhuluma. Wapo wauaji ambao wanafanya mauaji bila kujali. Wapo wengine ambao wanajali kuhusu maisha yao tu. Watu wa aina hii inatakiwa waadhibiwe na wauawe, isipokuwa labda yule ambaye aliyeuawa jamaa zake wasamehe wenyewe. Lakini katika nchi za magharibi kwa jina la haki za binadamu watu hawapewi adhabu hii. nchi kadhaa kwa kubadilisha kanuni yao wameondoa adhabu hii, na katika hali hii hata watu hawarekebishi hali yao na wanaendelea kuzidi katika dhuluma yao. Au tunaona hawa watu viongozi hawa wameenda upande mwingine. Katika hali hii dhidi ya viongozi wa Islam, wananchi walipoleta ombi, hawa viongozi walifukuza viongozi badala ya kuadhibu wale viongozi. Hawa nchi za Ulaya kwa kuwasaidia wananchi wa nchi ile, wale viongozi wa Islamu waliuawa kwa dhulma sana. Na hawa wananchi wanapofanya dhulma lazima wanasaidiwa na nchi kubwa. Islam inatuzuia katika hali hizi zote za kwenda kupita mipaka katika hali zote mbili. Na katika Islam imelazimika kwamba kwa ajili ya matajiri na maskini ni kanuni moja, hakuna tofauti. Na kuhusu hii tunaona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alipotawala katika Madina, au baada yake mahalifa wake walipotawala Madina, walifuata amri hii ya Mwenyezi Mungu kwamba namna gani mtu anatakiwa adhibiwe na lengo la kumadhibu mtu ni nini. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba haitakiwi angaliwe hii tu kwamba kitu gani ni kizuri kwa ajili ya mwenye makosa. Baadhi wakati tunalazimika kuona kwamba kitu gani ni muhimu kwa ajili ya jamii. Kitu kidogo kinatolewa kwa ajili ya kitu kikubwa, au kuangalia faida ya jamii ni muhimu baadhi wakati, kwa sababu wakati wa kutoa uamuzi inatakiwa izingatiwe kwamba jamii itapata athari gani kwa sababu ya uamuzi huu. Baadhi wakati kwa sababu ya kusamehe inaleta athari mbaya juu ya jamii, kwamba angalieni, huyu alifanya makosa makubwa sana, alikuwa mkosefu mkubwa, alifanya kitendo kibaya, lakini amesalimika, amesamehewa. Kwa sababu ya hii wenye shari wanadhani kwamba wao pia kwa kufanya vitendo vibaya watasamehewa, na hivi wale ambao ni wenye makosa wanapata ujasiri katika kufanya dhulma na maovu. Vile vile watu wenye tabia nzuri wanaanza kupata hofu katika hali hii, au kwa kawaida watu wanakosa utulivu, na kisha kwa ajili ya kuondoa hali hii wanaanza kufanya hila zao. Au ikiwa hali hii inapatikana, watu wanaanza kuleta kanuni yao. Ikiwa ulinzi haupatikani katika hali hii, watu wanaanza kushika kanuni ya nchi mikononi mwao. Kwa bahati mbaya, hali hii, licha ya kuwa na hali hii kwamba mafundisho haya mazuri ya dini tukufu ya Islam, tunaona hali hii inapatikana katika nchi za Waislamu. Kwa sababu ya
kutokuwa na uadilifu katika kuwaadhibu watu na kwa kuwasamehe watu, amani haipatikani. Na kwa sababu ya hali hii wengine pia wanapata ujasiri. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba katika kuadhibu na katika kusamehe, kitu kikubwa kinachotakiwa kizingatiwe ni kwamba kwa sababu ya adhabu na kwa sababu ya msamaha jamii inapata athari gani. Ikiwa kwa sababu ya msamaha watu wanapata ujasiri wa kufanya dhambi, katika hali hii inatakiwa adhabu itolewe badala ya kusamehe. Sayyidina alayhi salatu wasalam wakati fulani alieleza tofauti baina ya mafundisho ya Injili na Qur'an tukufu. Alisema kwamba katika Injili imeandikwa kwamba usisimame dhidi ya uovu, amesema katika Injili imeandikwa kwamba usipambane na uovu, ilmuradi mafundisho ya Injili imeenda upande mmoja na mtu hawezi kufuata mafundisho haya ya Injili. Upande mwingine tukiona mafundisho ya Taurat, vile vile mafundisho yake yameenda upande mmoja tu, na upande mmoja tu imesisitizwa kwamba dhidi ya nafsi ni nafsi, na dhidi ya jicho ni jicho, na dhidi ya jino ni jino tu. Hakuna mafundisho ya msamaha katika Taurati. Ukweli ni kwamba vitabu hivi vilikuwa kwa ajili ya wakati fulani na kwa ajili ya taifa maalum, lakini Qur'ani tukufu imetuongoza katika njia iliyonyoka, na njia hii haiendi upande mmoja, na njia hii ni sawa na maumbile ya binadamu. Kwa mfano ndani ya Qur'ani tukufu imeelezwa kwamba jazao sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah, yani malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao, lakini anayesamehe na kusuluhisha basi ujira wake ni juu ya Mwenyezi Mungu, wakati msamaha na adhabu inakuwa mahala pake. Angalieni, mafundisho haya ni mazuri sana, hayaendi upande mmoja. Imetolewa amri ya kuadhibu na vile vile kuna amri ya msamaha pia. Pamoja na adhabu kuna amri ya msamaha, bali Waislamu wamesisitizwa wafanye msamaha. Wakifanya hivyo watapata ujira. Haya ni mafundisho yaliyoletwa na Qur'ani tukufu kwa ajili ya dunia nzima. Sasa ni juu ya mtu kwamba mwenyewe angalie kwamba mafundisho gani ni sawa na maumbile ya binadamu na mafundisho gani ni kinyume na maumbile ya binadamu. Hazur anasema kwamba ni mafundisho ya Qur'ani tukufu tu ambayo katika kila zama inaeleza suluhisho ya mambo yote. Islam inasema kwamba mnaposamehe mara moja, kisha mnatakiwa muondoe bughudha na usuda ya kila aina katika mioyo yenu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema watu wengine wanakuwa na husuda mioyoni mwao kiasi hiki kwamba wanakumbuka makosa ya mababu za zamani na hawasamehe. Amesema kwamba hii si shani na sifa ya muumini kwamba awe na husuda moyoni mwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha mfano gani kuhusu hii. Wakati wa vita, mke wa Abu Sufyan, Hind, alikata maiti ya baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hamza. Alikula ini cha Hazrat Hamza, lakini upande mwingine kwa kuwa na hali hii yote mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa nini? Wakati ushindi wa Makka ulipopatikana, Hind akaja kwa kuvaa hijabu
yeye alikuwa hawezi kuja bila kuwa hijabu, kwa sababu kwa ajili yake pia uamuzi ulitolewa au wawe katika hafla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja na akafanya bayat, akasilimu, na vile vile akauliza maswali kadhaa pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambua sauti yake, akauliza, je, wewe ni mke wa Abu Sufyan Hind? Akasema ndiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ya Rasulallah, mimi sasa nimeshasilimu kwa moyo safi, yoyote iliyopita nisamehe, naomba radhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe yeye pia. Yeye kwa sababu ya kitendo hiki cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliathirika kiasi hiki kwamba hali ya maisha yake ilibadilika. Akaenda nyumbani kwake, akachinja mbuzi 2 na akapika chakula na akamtumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chakula, na akasema, siku hizi wanyama hawapatikani, kwa hiyo nimekupikia mbuzi 2 na kutumia chakula hiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea kwa kusema hivi kwamba Mola uweke baraka sana katika mbuzi za Hind. Imeelezwa kwamba kwa sababu ya maombi haya Hind alipata mbuzi kiasi hiki kwamba alikuwa hawezi kuwalinda. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna kundi la watu ambalo halijui kusamehe. Hata kundi hili linakumbuka makosa ya mababu, na upande mwingine kuna kundi la watu ambao hawana ghaira, na wao kwa jina la msamaha wanaonyesha fedheha. Basi haitakiwi iwe fedheha wala haitakiwi dhulma itendeke. Ikiwa mtu anamshambulia binti wa mtu, mke wa mtu, sawa na kanuni ya nchi, inatakiwa uamuzi uchukuliwe. Basi inatakiwa tofauti itafutwe baina ya msamaha na fedheha, lakini haturuhusiwi kushika kanuni ya nchi mikononi mwetu. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hii ameeleza tafsiri msemo chungu mzima. Sasa nataka nieleze zaidi maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu nyingine yanaonekana kwamba maandiko haya ni yanafanana, lakini katika kila wakati alipoeleza maelezo ya tafsiri hii, nasaa ilikuwa inapatikana ndani yake. Wakati fulani alisema kwamba ubaya, malipo ya ubaya ni sawa na ubaya, lakini yule ambaye anasamehe na kwa sababu ya hii suluhisho inapatikana, basi Mungu ataridhika naye na Mwenyezi Mungu atampatia ujira wake. Basi kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, kila mahali haitakiwi watu waadhibiwe, wala haitakiwi kwamba kila wakati watu wasamehewe, bali inatakiwa mtu atambue hali ilivyo ikoje. Hii ndiyo ni mafundisho, haya ndiyo ni mafundisho Qur'ani tukufu. Amesema Mungu anaridhika naye ambaye anakuwa na nia safi, na kazi yake na nia yake ni hii kwamba suluhisho ipatikane, mambo yarekebike. Ikiwa mtu ambaye ni mbaya kupita kiasi akisamehewa, Mungu haridhiki kwa sababu ya hii, wala mtu haridhiki kwa msamaha yule mtu ambaye anakuwa na tabia ya kuadhibu wengine. Au haitakiwi hali hii ipatikane kwamba mtu awe mpole kiasi hiki kwamba akose ghaira. Katika hali hii pia Mwenyezi Mungu haridhiki, wala haitakiwi mtu awe na tabia ya kuadhibu tu kila wakati. Jambo hili pia linamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kwa kuzingatia hali hizi zote, uamuzi unatakiwa utolewe. Kuhusiana na hii, viongozi wa jumuiya na nidhamu ya jumuiya pia inatakiwa iwe mwangalifu sana. Kwa kawaida wanaangalia sana, baadhi wakati napoletewa ombi la kumadhibu mwanajumuiya fulani,
baadhi wakati naona kwamba yule ambaye aliyeleta ombi hili katika tabia yake ukali unapatikana, na wengine wanakuwa wapole zaidi kupita kiasi, na kwa sababu ya hiyo uharibifu unapatikana. Basi kuadhibu pia haipendezwi, wala kusamehe si sifa, bali kitu hasa ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hii itapatikana wakati mtu anazingatia suluhisho. Kwa ajili yake hii idara husika inatakiwa ifanye juhudi, iwe kadhaa au umure ama, kwamba kwa makini sana watume ombi na watoe uamuzi wao, ile nidhamu halisi tuweze kuleta ndani ya jumuiya, ambayo ni nidhamu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili yake hii kuna haja ya kufanya maombi pia kwa Mwenyezi Mungu. Wakati wote uamuzi unapotolewa inatakiwa tolewe kwa maombi, kisha inatakiwa ombi iletwe kwa halifa, ili yule mtu pia asilimike katika athari mbaya, yule ambaye ombi lake dhidi yake ombi limeletwa. Na vile vile katika nidhamu ya jumuiya pia uamuzi wote usilete uharibifu. vile vile Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kitabu chake kiitwacho Nasime Dawat kwa kueleza mada hii kwamba wale wanaoleta shutuma dhidi ya dini tukufu ya Islam na wale wasiokuwa Waislamu wanatakiwa wajue kuhusu mafundisho haya mazuri ya Islam. Ameeleza waziwazi kwamba mafundisho haya ni mazuri kiasi hiki kwamba hayapatikani katika dini nyingine yoyote. Sayyidina alayhi salam amesema kwamba mtu amekuudhi, kwa mfano ameunja jino lako au ameharibu jicho lako, adhabu yake ni sawa na kitendo chake, lakini ikiwa mnasamehe kwa sababu ya hii kwamba kwa sababu ya msamaha wako atarekebisha hali yake, na yule mwenye makosa hatafanya tena katika maisha yake, na ataacha tabia yake hii. Katika hali hii kumsamehe ni kitu kizuri, na mtu akimsamehe katika hali atapata ujira wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Angalieni katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza sehemu zote, yani ya msamaha na ya adhabu pia, lakini inatakiwa uamuzi uchukuliwe sawa na hali na wakati, na sawa na hali na sawa na wakati. Maana yake ni hii kwamba mtu afanyie kazi sawa na hali ya wakati ule, na hii ni hekima ambayo juu yake nidhamu ya dunia nzima inaendelea. Kutumia hali hizi zote ni akili. Kama mnaona kwamba sisi hatuwezi kusisitiza upande mmoja, bali sawa na hali tunabadilisha vyakula vyetu pia. Wakati wa msimu wa joto tunakula vyakula tofauti, katika baridi tunakula vyakula tofauti, na vile vile tunatumia vitu tofauti katika misimu hizi zote mbili. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba nidhamu hii ya Mwenyezi Mungu inatakiwa itumike katika kutoa uamuzi pia. Sawa na baridi tunabadilisha mawazi yetu, vile vile hali yetu ya hulka pia inatakiwa itumiwe sawa na hali, na hulka zitumiwe sawa na hali. Kama ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba sawa na msimu vyakula vinabadilishwa, na sawa na misimu Mwenyezi Mungu ametupatia vyakula, vile vile sawa na hali ya msimu tunabadilisha mawazi yetu. Vitu hivi vyote ni sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu. Amesema vile vile hali yetu ya hulka pia inatakiwa itumiwe sawa na hali. Hazur anasema kuhusu mawazi, nieleze hapa hii pia kwamba katika msimu wa joto watu hawawai mawazi, hususan kina mama, wanawake hawawai mawazi, na katika msimu wa baridi wanajifunika vizuri, hata wanavaa hijabu na wanavaa mawazi mazuri. Lakini ikiwa mawazi haya
waislamu wakina mama wa Kiislamu wakiwa wale kina mama ambao wanavaa hijabu wakiwa mavazi haya ya baridi ambayo si ya baridi lakini wanafunika kichwa chao, wanavaa hijabu, wanapovaa mavazi ya aina hii, basi dhidi yao hawa wanaanza kusema kwamba wanawake wananyimwa haki zao, hawaruhusiwi kwenda nje bila hijabu. Hazur nasema serikali imeanza kuingilia katika mambo haya kiasi hiki kwamba wameenda upande mmoja kupita kiasi, na huu si uadilifu. Hivi karibuni waziri mkuu hapa alisema sisi tunafikiria kwamba ikiwa wanawake wanaokuja sokoni au wanafanya kazi wakivaa hijabu basi watafukuzwa kazini. Hazur anasema kwamba kanuni hii ya dunia imepita kiasi na imeruka mipaka. Kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana na utulivu unakosekana. Islam inasema msiunde kanuni na msifanye uamuzi ambayo inaleta uharibifu katika jamii, bali mfanye uamuzi ambaye ni nzuri kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya yule mtu, na maamuzi ya aina hii yanapotolewa Mungu pia ataridhika naye. Hasainam alayhi salatu wasalam anasema vile vile hali yetu ya kihali pia inahitaji mabadiliko sawa na hali. Wakati fulani inakuwa nafasi ya kuonyesha ushujaa, kule msamaha ukifanywa kazi inaharibika. Upande mwingine inakuwa nafasi ya msamaha, kule kuonyesha ushujaa inakuwa ufidhuli, jambo la ufidhuli. Elmuradi kila wakati na kila mahali inahitaji wakati fulani, na yule ambaye hatoi uamuzi sawa na hali, yeye ni mshenzi na yeye ni mnyama, si mtu mwenye adabu. Kufanya kazi kwa ajili ya hali na wakati. Sayyidina alayhi salatu wasalam ametoa mfano wa kanuni ya Mwenyezi Mungu. Kuna umuhimu kwamba tuule vyakula kwa kuchanganya. Siku hizi pia wale ambao wanaandaa ni mahiri wa vyakula, wao wanatayarisha orodha ya vyakula kwa ajili ya wagonjwa wao, na kwa sababu ya hii wagonjwa wanapona. Vile vile sawa na hali ya msimu kuni mawazi yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba kanuni hii ya Mwenyezi Mungu inapatikana katika hulka zetu pia. Amesema wakati mwingine kwa sababu ya msamaha kazi inaharibika, na baadhi wakati kwa sababu ya kuonyesha ghadhabu kazi inaharibika. Basi maumbile haya ya binadamu yanatakiwa yafuatwe kila mahali, yani mabadiliko yanayopatikana yawe sawa na tabia yake, na adhabu iliyotolewa iwe sawa na maumbile ya binadamu. Hii ndiyo tofauti baina ya mnyama na wanadamu. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Qur'ani haisemi kwamba tusamee bila faida au tuadhibu bila faida, hivi nidhamu inaharibika, bali Islam inatuamuru msamaha ambao unaleta suluhisho. Msamaha ikiwa unakuwa bila sababu, basi nidhamu inaharibika, na mtu tena hajali kuhusu mambo yoyote na anaanza kuruka mipaka yake, na nidhamu pia haibaki. Basi wale ambao wanapewa adhabu kwa ajili ya kurekebisha hali yao, wao badala ya kusisitiza juu ya hali yao ya dhambi, wanatakiwa wao wazingatie jambo hili zaidi, kwamba namna gani tunaweza kurekebisha hali yetu, na kwa ajili yake wanatakiwa wafanye istighfar na warekebishe hali yao. Huzur anasema katika jumuiya adhabu haitolewi kwa sababu ya lipizo, kwa ajili ya kulipiza, bali adhabu inatolewa kwa ajili ya kurekebisha hali. Huzur anasema kwamba viongozi tu si wenye makosa katika hali hii, bali wanajumuiya pia
wanakuwa wenye makosa. Ikiwa kila mtu katika mambo yake ya kila siku na katika uhusiano wake akianza kujichunguza na kuchunguza hali yake kwamba anafikiriaje kuhusu wengine na kuhusu nafsi yake anafikiriaje, kwa sababu ya hii, kwa sababu ya tabia hii uzuri utapatikana katika jamii. Basi kitu hasa na kwamba kila wakati mtu azingatie jambo hili kwamba kila kitendo kiwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hali hii itakapopatikana ndipo suluhisho pia itapatikana. Wakati fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba malipo ya ubaya ni sawa na ubaya, lakini ikiwa mtu akisamehe na msamaha wake ni mahala pake na lengo lake ni suluhisho, basi atapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, muizi akiachwa huru, yeye atakuwa mjasiri na atakuwa mjambazi. Lakini kama ni watumishi wawili, moja wao ni aina hii kwamba akionyeshwa macho tu kidogo, yani ghadhabu kidogo, yeye anaona haya na anarekebisha hali yake, na hivi anarekebisha hali yake. Haitakiwi huyu mtu waadhibiwe, kwa sababu watu wengine wanaelewa kwa ishara ya macho na wao wanarekebisha watu wanapowaona tu. Lakini kuna mwingine ambaye akisamehewa anaharibika zaidi. Huyu mtu akiadhibiwa ni sawa aadhibiwe. Sasa niambieni, amri nzuri ni ile ambayo iliyotolewa na Qur'ani tukufu au ile ambayo imetolewa na Injili? Kanuni ya Mwenyezi Mungu inahitaji uamuzi utolewe sawa na mahala pake. Haya ni mafundisho ambayo mfano wake haupatikani, na mwanadamu mwenye adabu analazimika kufuata mafundisho haya. Kwa sababu ya kufuata mafundisho haya, ufahamu na hekima ya mtu inazidi, kana kwamba imesemwa ndani ya Qur'an tukufu kwamba mtumie ushahidi wote na mtumie ufahamu. Watu wanasema kwamba Islamu inapiga marufuku. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba angalieni hii amri moja tu ni amri nzuri kiasi gani, kwamba kwa sababu ya amri hii moja tu ufahamu unazidi. Amesema ikiwa kuna faida kwa sababu ya kwa msamaha, msamehe. Lakini kama mtu ni mbaya, mwenye shari, basi jazao sayyi'atin sayyi'atin, unatakiwa mufuate amri hii. Na mafundisho yote ya Qur'an tukufu yanakuwa wazi kila wakati. Tunatakiwa tuzingatie mafundisho haya Qur'an tukufu, kwa sababu ya hii kwamba kazi yetu ni kurekebisha hali na kuzuia katika maovu na kuleta amani katika jamii. Na juu ya hayo yote ni kwamba tumridhishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawapendi wadhalimu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa mafundisho Qur'an tukufu na tufuate mafundisho haya katika maisha yetu. Huzur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja, ni bana Bilal Mahmud Saheb, mtoto wa bana Mumtaz Ahmed Saheb Sindhi, mwenyeji wa Darul Yaman Gharbi wa Rabwa. Bilal Mahmud Saheb marehemu tarehe 11 wa Januari 2016 usiku wake katika Rabwa aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa anaenda nyumbani kwake usiku, watu wakaja na pikipiki na wakapiga risasi. Sawa na maelezo, taarifa ni hivi kwamba takriban saa 3 usiku, baada ya kufunga duka lake, alikuwa anaenda nyumbani kwake. Karibu na nyumba yake watu wakaja na pikipiki na wakapiga risasi, na baada ya kupiga risasi wao wakakimbia. Alipigwa risasi 5 na risasi 2 ilipigwa katika kichwa chake. Alipelekwa hospitalini Fazl Umar, alipewa matibabu kule. Baadaye alipelekwa Allied Hospital wa Faisalabad. Madaktari walikuwa nasubiri ili operation, upasuaji ufanywe, lakini katika hali hii alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu bwana marehemu alizaliwa 1989 katika
kijiji cha bilal nagar karibu na nokot wilaya ya mirpur khas. alikuwa wakfe nao, alisoma, alipata mafundisho mpaka shule ya msingi. 2003 baba yake alifariki. baadaye familia hii ilihamia Rabwa. 2008 alijadidisha wakfu yake na kaanza kuitumikia jumuiya katika daftar sadr Anjuman Ahmadiyya, na mpaka kifo chake aliendelea kutoa huduma zake kule kule. jioni alikuwa akienda katika duka lake kadogo. marehemu alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. siku hizi alikuwa sekretari wasaya wa jumuiya yake. marehemu alioa 2015 katika mwezi wa April. mke wake ni mjamzito. Mwenyezi Mungu amjalie fadhila zake na aijalie kizazi chake. marehemu alikuwa mtu mwenye bashasha sana, na alikuwa mwenye bidii sana, na alikuwa mtiifu sana. alikuwa akipenda sana uhalifa. alikuwa akikutana na watu kwa heshima sana. alikuwa akipenda sana jamaa zake, na vile vile mama yake na dada zake pia alikuwa akiwatendea vizuri sana. ameacha mke wake Mubashira Bilal sahiba na mama Mubaraka Mumtaz sahiba na kaka na ndugu moja na dada wawili ameacha nyuma yake. Sekretari Karpardas ameandika sifa zake hivi kwamba marehemu alikuwa mtu mzuri sana na alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana. haikutokea hata mara moja kwamba alionyesha uvivu katika kazi yake, bali alikuwa akifanya tabasamu kila wakati. alikuwa akija ofisini kwa wakati na alikuwa akifanya kazi haraka haraka. mfanyakazi wa aina hii hawapatikani kwa urahisi ambao wanafanya tabasamu na wanafanya kazi yao. alikuwa mtiifu wa hali ya juu. alikuwa akishiriki katika kazi za jumuiya. bana Nasir Sahab ambaye ni katibu wa Karpardaz anaandika kwamba alikuwa mtiifu wa kiasi hiki marehemu kwamba tulikuwa tukishangaa kuona hali yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watu wa familia yake subira sana. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.